Alhamdulillahi thumma wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, tunaendelea katika maudhui yetu, kipande cha namba 2, wajibu wa watu kila siku wao katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Wajibat al-yawma wajibu an-nas bittaqwa Allah, wajibu kwa watu kwa kila siku mja awe mwenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Tuliangalia katika hadithi tuliyoangalia kuhusiana na haya yanayojiri ndani ya maneno mazuri kabisa, kubakia katika toa ya Allah tabaraka wa taala ni moja ya kutafuta radhi na baraka itokayo kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tuliangalia katika hadithi inawafuata kuwa mtu ambaye kiburi, na tukaangalia mtu ambaye akainusuru nafsi ya mjamuzie kwa kuto kuangamia kwa mikono ya watu waliokuwa wabaya. Unaposema maneno qala rabbi ghfirli walwalidayya, unaposema ewe Mola wetu waghfiri wazazi wetu wawili kama walivyokuwa wakituhurumia sisi wazazi wetu tukiwa wadogo. Mja wa Allah la yabtaghi li ahadi, na mja anaposema maneno yake kwa nafsi na akaomba msamaha kwa Mola wake, kuwa mja aseme nimeidhulumu nafsi yangu, basi nisamehe, na akasameheka kwa msamaha wake. Hakika Allah yeye ni mwenye kusamehe, ni mwenye kurehemu. Na Allah katika sura hii, katika surati As-Sad, surati As-Sad aya ya 35, man saddaqati sadaqatu min mal, na wala unapojitolea katika njia ya Allah ni wajibu wetu kila siku mja ajiwekee akaunti benki na atarajie malipo kwa Allah tabaraka wa taala. Ma ana fi dunya illa khaira, siku mimi katika maisha haya naoishi mja, sema katika maisha haya naoishi mimi mja wa Allah, isipokuwa kama msafara tu, ambao msafiri ambaye anaenda safari ambayo inaendelea kwa safari yake, baada ya kupumzika chini ya mti mja, basi asema maneno haya, asema kwa Mola wake mlezi mja. Nabii Suleimani aliomba dua hii, asema Nabii Suleimani katika maneno haya, ewe Mola wangu mlezi, hakika mimi nimeidhulumu nafsi yangu, basi nisamehe. Na akamsamehe Allah, hakika yeye ni mwenye kusamehe waja wake. Mja unajifunza nini? Ni moja ya kujua kwa Allah yeye hakuna kinachomshinda hata kitu kimoja. Walladhina ya'udhuna Allah almu'minina walmu'minat, wale ambao wanaosubutu kuwauzi wajumbe wa Allah wa kiume na hakika, basi Allah yuazibu, atawazibu waja hao wenye kuwauzi waja wake wema. Biyadihi ma tahtasabu fakad ahtamaru muntana wa isman mubina. Kwa hiyo
pasipokuwa wao na kosa lolote wakawa wenye kuwafanzia mambo mabaya na kuwafanyia zulma na kuwaua bila sababu. Allah anasema ni zulma kubwa walioifanya watu bila shaka wale wamebeba dhima kubwa na ni zulma kubwa kwa wale wenye kuharibu na wakafanya dhambi dhahiri kabisa. Hii ni surati Al-Ahzab aya ya 58. Vile vile Allah anasema wama tunfiku illa bitighaa wajhi Allah, anasema Allah wala msitoe ila kwa kutafuta radhi za Allah. Hii ni surati Al-Baqara aya ya 272. Huwa nimalizie kabisa kwa maneno mazuri kabisa. Sisi ni wale ambao sumbukum fahum la yarji'un. Allah siku ya kiyama wale ambao wapinga sheria wasikie vipande vyao wanapewa na Mungu. Sumbukum fahum la yarji'un, watakuwa viziwi na mabubu na vipofu, kuwa hawa watakuwa katika hali ya kuwa ni vipofu. Watakuwa hivyo amrejei na hawatorejea katika njia kwa sababu hawaoni. Hali ya kuwa anaona, anakula, anatembea, anasikia, lakini Mungu washapiga mihuri. Sumbukum fahum la yarji'un, ni viziwi, mabubu, vipofu, kuwa hivyo vyote hawavioni na hawarejei, hawawaiziki. Ulaika alladhina ishtaraw dalalatan bilhuda fama rabihati. Katika aya inaendelea kuzungumza maneno haya, hao ndio wanaoikhairi kheri na upotofu, wanaikhairi upotofu tu kuliko uongofu. Lakini bila shaka Allah yeye ndiye bingwa kuondosha matatizo, kwa sababu biashara yao haitakuwa yenye kupata natija wao wala faida, wala hawakuwa wenye kuongoka kwa sababu wamepuuza aya zetu. Wala wenye kupuuza aya zetu, Allah anasema waqad dalalan ba'ida, hawa watakuwa wamepotea upotevu wa mbali kabisa. Yote tumeangalia wajibu wa watu kila siku wawe wenye kumcha Allah na wawe wenye kufuata sheria za Allah tabaraka wa taala. Katika sura hiyo, surati Al-Baqara aya ya 16, katika surati Al-Baqara, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bil mu'minin. Hawa pia walikuwa wanapinga sheria za Mungu. Allah asema, na katika watu wako makafiri ambao wapingao sheria zake. Wasema hao, kisha watasema tumeamini, wakasema tumeamini na tumemwamini Allah na siku ya mwisho, na hali ya kuwa wao sio wenye kuamini, ni wenye kumlaghai Allah na kufanya istihza. Hii dini sio dini ya kufanyia mja mwenzio mambo mabaya, ni dini ya haki, dini aliyosajili Allah tabaraka taala. Kwa machache nimalizie kabisa, wabillahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tufuatilie katika chaneli ya Nuru At-Taqwa TV darsa hili. Tumeangalia wajibu wa watu kila siku wao wenye kumcha Allah na wafanze mambo mazuri. Allah anatuhusia katika maneno mengine, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yule mwenye kumwamini Allah na mtume. Basi inshallah tukithirisha khairi. Tufuatilie katika channel hii niliyoianzisha, inaitwa Nuru At-Taqwa TV, tupate nuru na ucha Mungu tawale katika vifua vyetu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.